wako katika toleo letu hili la takwimu za ajali na makosa barabarani kwa mwezi wa Oktoba 2025. Karibuni sana wadau, karibuni sana waandishi wa habari. Jumla ya ajali 31 zimeripotiwa mwezi wa Oktoba 2025, ambapo wilaya ya Kati imeripotiwa kuwa na ajali nyingi, ambapo kulikuwa na ajali 6 sawa na 19.4% ukilinganishwa na wilaya nyingine. Mlinganisho wa ajali za barabarani kwa mwezi wa Septemba 2025 na Oktoba 2025. Idadi ya ajali za barabarani zilizotokea kwa mwezi wa Oktoba 2025 zilikuwa idadi sawa na ajali zilizoripotiwa mwezi wa Septemba 2025, ambapo kumetokea ajali 31. Mwezi wa Oktoba na mwezi wa Septemba ajali zimetokea sawa sawa, idadi ya ajali ni 31. Mwezi wa Oktoba 2025 wilaya ya Kati imeripotiwa kuwa na ajali zaidi, ambapo kulikuwa na ajali 6 ukilinganishwa na mwezi wa Septemba 2025, ambapo wilaya ya Magharibi B iliripotiwa kuwa na ajali nyingi, ambapo kulikuwa kuna ajali 5. Mlinganisho wa ajali za barabarani kwa mwezi wa Oktoba 2024 na Oktoba 2025. Idadi ya ajali za barabarani kwa mwaka zimeongezeka kwa 63.2% na kufikia ajali 31 kwa mwezi wa Oktoba 2025 ikilinganishwa na mwezi wa Oktoba 2024, ambapo kulikuwa na ajali 19 kwa mwezi wa Oktoba 2024. Wilaya ya Kati imeripotiwa kuwa na ajali zaidi kwa mwezi wa Oktoba 2025, ambapo kumetokea ajali 6, na wilaya ya Kaskazini A imeripotiwa kuwa na ajali zaidi kwa mwezi wa Oktoba 2024, ambapo kumetokea ajali 8. Idadi ya waathirika wa ajali za barabarani kwa mwezi wa Oktoba 2025, jumla ya waathirika 51 wameripotiwa mwezi wa Oktoba 2025, ambapo waathirika 43 walikuwa wanaume na waathirika 8 walikuwa ni wanawake. Wilaya Wete imeripotiwa kuwa na waathirika wengi, ambapo kumetokea waathirika 11 sawa na 21.6 ikilinganisha na wilaya nyingine. Idadi na aina ya waathirika wa ajali za barabarani kwa mwezi wa Oktoba 2025. Miongoni mwa waathirika wa ajali za barabarani waliojeruhiwa na waliofariki mwezi wa Oktoba 2025, waathirika wengi walikuwa ni abiria, ambapo walikuwa ni 22, wakifuatiwa na wapanda baskeli na pikipiki waathirika 18, waendao kwa miguu waathirika 8, na madereva walikuwa ni waathirika 3. Aina ya makosa barabarani kwa mwezi wa Oktoba 2025. Kosa kuu ambalo lililoripotiwa mwezi wa Oktoba 2025 ni kosa la kutofuata miongozo na kanuni za usalama barabarani, ambapo makosa yalikuwa ni 2354, ikifuatiwa na kosa la kuzidisha idadi ya abiria na mizigo, ambapo makosa yaliyoripotiwa kwa mwezi wa Oktoba 2025 ni 1730. Na nini? Mwenendo wa ajali ni tuseme ni mwenendo ambao haujatabirika, isipokuwa labda tuseme kidogo kwa wilaya ya mjini. Si mara nyingi kukuta ndani ya wilaya ya mjini kuna maeneo, baadhi ya maeneo kukuta kama kuna ajali nyingi kutokana na jiografia yake. Sasa wilaya ya Kati ni eneo ambalo watu wanatoka mjini kuelekea kusini au kaskazini. Ni sehemu ambazo mara nyingi kunakuwa hakuna msongamano mkubwa wa gari, kwa hiyo magari yanakwenda mbio zaidi. Na tukirudi kule kunako release, chanzo kikubwa cha ajali hizi karibu 20 na ni matokeo ya mwendo kasi. Kwa hiyo mwendo kasi. Mlinganisho wa waathirika waliofariki kwa mwezi wa Septemba 2025 na Oktoba 2025.
Idadi ya waathirika waliofariki mwezi wa Oktoba 2025 imeongezeka kwa asilimia 52.4 na kufikia waathirika 32 kutoka waathirika 21 kwa mwezi wa Septemba 2025, ambapo idadi ya juu ya waathirika waliofariki kwa mwezi wa Oktoba 2025 wameripotiwa kutoka wilaya Kaskazini A na Magharibi A, waathirika ambao walikuwa ni 6 kwa kila wilaya, ikilinganisha na mwezi wa Septemba 2025 walioripotiwa ni wilaya ya Kati na wilaya ya Kusini, ambapo kulikuwa na waathirika 4 kwa kila wilaya. Mlinganisho wa waathirika waliofariki kwa mwezi wa Oktoba 2024 na Oktoba 2025. Waathirika waliofariki mwezi wa Oktoba 2025 imeongezeka na kufikia waathirika 32 kutoka waathirika 16 waliofariki mwezi wa Oktoba 2024, ambapo idadi kubwa ya waathirika waliofariki kwa mwezi wa Oktoba 2025 wameripotiwa kutoka wilaya Kaskazini A na wilaya ya Magharibi A, ambapo kulikuwa na waathirika 6 waliofariki kwa kila wilaya. Na mwezi wa Oktoba 2024 wilaya Kaskazini A na wilaya ya Magharibi B zimeripotiwa kuwa na waathirika 4 kwa kila wilaya. Mlinganisho wa waathirika waliojeruhiwa kwa mwezi wa Septemba 2025 na Oktoba 2025. Waathirika waliojeruhiwa mwezi wa Oktoba 2025 imepungua kwa asilimia 24 na kufikia waathirika 19 kutoka waathirika 25 kwa mwezi wa Septemba 2025. Aidha, kwa mwezi wa Oktoba 2025 wilaya ya Wete ilikuwa na idadi kubwa ya waathirika waliojeruhiwa, ambapo kulikuwa na waathirika 8, na mwezi wa Septemba 2025 idadi kubwa ya waathirika waliojeruhiwa ilitoka wilaya ya Kaskazini B, ambapo kulikuwa kuna majeruhi 10. Mlinganisho wa waathirika waliojeruhiwa kwa mwezi wa Oktoba 2024 na Oktoba 2025. Waathirika waliojeruhiwa mwezi wa Oktoba 2025 imepungua kwa asilimia 5 na kufikia waathirika 19 kutoka waathirika 20 waliojeruhiwa kwa mwezi wa Oktoba 2024. Aidha, wilaya ya Wete imeripotiwa kuwa na waathirika wengi waliojeruhiwa kwa mwezi wa Oktoba 2025, ambapo kulikuwa na waathirika 8, na wilaya ya Kaskazini A imeripotiwa kuwa na waathirika wengi waliojeruhiwa kwa mwezi wa Oktoba 2024, ambapo kulikuwa na waathirika 16. Lakini pia lingine, lazima tufahamu kwamba sote kama wananchi tuna wajibu. Wajibu mojawapo ni wa kutii sheria. Tunazungumzia hapa ajali za barabarani, lakini ukiangalia sababu mojawapo ni madereva au watumiaji barabara kutotii kanuni na sheria za barabarani. Kwa hiyo tunapoenda kutoa elimu pia tusisahau, tusizungumzie tu haki, lakini pia lazima tuwaeleze wajibu wao. Wajibu mojawapo kama alivyozungumza kiongozi kwamba kwenye makazi ya watu watakiwa kutembea spidi gani. Umeona? Lakini sasa mtu dereva huyo katika sehemu ya makazi ya watu au soko anapita na hilo spidi kubwa ambayo ni anahatarisha maisha ya watumiaji wengine wa barabara. Kwa hiyo nadhani kuna umuhimu pia wa kueleza wananchi juu ya wajibu. Wajibu ni muhimu sana kwa sababu hii pia ni msingi ambao umewekwa kwenye katiba zetu zote mbili kwamba wananchi tuna wajibu wa kulinda sheria zetu. Kwa hiyo sheria tukizitii, nadhani pia hizi vifo vinavyotokana na ajali za barabarani vitapungua. Kamera unaweza kukaa njia ya Vuga ukiwajibika, lakini ajali unaweza kaja ukasikia imetokea Kinduli. Kwa hiyo kwa swala la kamera inatumika ipasavyo na hatua zinachukuliwa, lakini ajali zinatokea kwa uzembe wenyewe wa madereva, kwamba wanaona hapa yupo askari ndio anaweza akasema atapunguza mwendo.
eneo lokuwa haipo askari, wao ndio wanakuwa wanaendesha gari kwa mwendo usioruhusiwa. Jumla ya makosa 5631 yameripotiwa mwezi wa Oktoba 2025, ambapo makosa 5629 yameripotiwa kwa wanaume na makosa mawili tu yameripotiwa kwa wanawake. Aidha, wilaya Mjini ina idadi kubwa ya makosa ya barabarani, ambapo kulikuwa na makosa 1262 sawa na 22.4% kati ya makosa yote yaliyoripotiwa kwa mwezi wa Oktoba 2025. Wilaya ya Micheweni ina idadi ndogo ya makosa barabarani yaliyoripotiwa, ambapo yameripotiwa makosa 32 sawa na 0.6%. Hizi ni toza ambazo zilizolipwa mahakamani kwa kila wilaya na idadi ya kesi kwa mwezi wa Oktoba 2025. Asanteni kwa kunisikiliza.